Tunamsifu Mungu wetu ambaye ametujalia neema kwa mara nyingine tena. Leo ni siku yetu ya 3 ya semina yetu ya kutambua mamlaka ya nguvu za giza na utendaji wake katika ngazi 4. Leo ni siku yetu ya 3 ya semina yetu nzuri ya kutambua mamlaka ya nguvu za giza na utendaji wake katika ngazi 4. Kwa hivyo tumeshaangalia ngazi 2. Leo tunakwenda kwenye ngazi ya 3. Na kama nilivyowaambia, haya ni masomo muhimu sana. Haya ni masomo muhimu na lazima kwa mtu aliyekuwa kuyajua, kwa sababu kama ulivyoona yale masomo mawili yaliyotangulia, bila kujua hizi mbinu za adui ni ngumu sana. Tuliangalia falme, tukaangalia mamlaka, na leo tunaangalia level ya 3 ya utendaji kazi wa shetani, ambao level hiyo ya 3 ni wakuu wa giza. Level ya 3 ya utendaji wa shetani ni wakuu wa giza. Ni wakuu wa giza. Niliwaambia jana tumekuwa na vita kubwa kwenye ulimwengu wa roho, na tuliona kwamba vita ni halisi ya kiroho, wala sio jambo la kufikirika wala jambo la kuhisi, ni kitu halisi. Yaani maana yake ukishaokoka umetangaza vita na ufalme wa kuzimu. Kwa hivyo na shetani kwa kuwa alishalijua hilo, aliandaa vikosi 4 ama ngazi 4 za kuhakikisha anapambana na kanisa hapa duniani. Kwa hiyo tukaona ngazi ya kwanza ni falme na utendaji wake, ambazo zinamiliki maeneo ya kijiografia na zinaweka roho za uharibifu kupitia mazingira mbalimbali. Lakini pia tukaangalia mamlaka kama vile makamanda wakati wa utawala wa shetani, ambao kazi yao ni kusimamia zile sera ziweze kutekelezeka, zile sera ambazo zinawekwa na falme. Kwa hiyo mamlaka ambao kuna utawala wa shetani, maana zile falme tuliona kwamba ni majenerals, ni makamanda wa juu kabisa, mapepo ya hali ya juu kabisa, ambayo haya yanaweka sera, yanatawala maeneo ya kijiografia kwenye ukanda na maeneo. Alafu unapokuja kwenye kundi la pili au ngazi ya pili ya utendaji wa shetani, tuliangalia kwenye upande wa mamlaka kwamba zile sera na ile mipango ikishawekwa ya uharibifu na wale majero, kazi ya majero wa hali ya juu, kazi ya mamlaka ni kusimamia zile sera, kuhakikisha zinafanya kazi na zinatendewa kazi pasavyo. Tuliangalia malengo ya mamlaka ya giza, lakini pia na mbinu zao ambazo wanazitumia kutimiza sera za falme. Bwana Yesu na asifiwe. Sasa tunaangalia kwenye level ya 3 ya utendaji wa shetani, ambayo ni wakuu wa giza. Unajua watu wengi waliookoka hawana ufahamu wa kutosha kuhusu utendaji wa shetani katika maisha yao, na hata ndio maana wakati mwingine maombi yao yanakuwa ni mepesi, au wanachukulia vita hii kwamba ni simple tu, ni rahisi sana. Kumbe sivyo. Kwa tukaona maisha ambayo tunaishi ya kiroho na kimwili yamegubikwa na hii vita, ambayo ukifanya kosa moja unapigwa goli moja. Ni kuwa makini na wote kuikabili vita. Sasa level ya 3, hawa ni wakuu wa giza. Wakuu wa giza ni nini hasa? Maana tuliona kwenye Filipi, kumbuka andiko letu kuu ni Filipi sura ya 6 mstari wa 10 hadi wa 18. Lakini kwenye kipengele hiki cha hizi level za utendaji wa shetani ni kwenye Filipi 6 ule mstari wa 12. Hapo ndipo tunakuta zile level za utendaji kazi wa shetani. Sasa wakuu wa giza ni nini? Tunapoongelea wakuu wa giza ni nini hasa? Tunapoongelea wakuu wa giza ni nini hasa? Tunasema kitu gani? Wakuu wa giza ni askari wanaotumwa kwenye jamii kutoka katika utawala wa shetani. Tunaposema wakuu wa giza, wakuu wa giza ni maaskari wa kipepo wanaotumwa kwenye jamii kutoka utawala wa shetani. Wale wanatumwa kwenye jamii kuhakikisha wanasimamia sera, yani wanatekeleza sera,
Wanaosimamia sera ni mamlaka. Sasa hao wakuu wa giza ni kuhakikisha wanafanya zile sera chini ya usimamizi wa mamlaka ya kishetani, kwamba zile sera ambazo tuliziona za uharibifu juu ya dunia na juu ya kanisa kwa ujumla, kwamba zinatekelezwa vizuri na zinafanya kazi jinsi ambavyo inatakikana. Sasa hawa maaskari wa kishetani ambao ni wakuu wa giza, na mara nyingi tumekuwa tunaomba na kupambana na wakuu wa giza kwenye maeneo tofauti tofauti, lakini tukasahau na tukashindwa kuelewa ya kwamba wakuu wa giza wako chini ya mamlaka, na mamlaka iko chini ya falme, na falme ziko chini ya shetani mwenyewe kama rais wao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna wakati unaweza ukapambana na matokeo ukaacha kupambana na anayesababisha matokeo. Sasa ukashangaa mbona waishi hawa, kumbe unapambana matokeo, hujapambana na anayesababisha matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapoongelea habari ya wakuu wa giza hawa, wakuu wa giza hawa ni watawala wa ulimwengu katika nyanja za giza. Hawa ni wachawi. Sasa wakuu wa giza hawa ni wakina nani? Hawa wakuu wa giza ambao ni wakina nani hasa? Hawa wakuu wa giza ni wachawi, kwa maana wale wakuu wa giza, kwa maana yale mapepo ambayo yapo kitengo cha giza, au wanaosimamia giza duniani, wanaosababisha giza duniani, yani yale mapepo yanayosababisha giza duniani, ambao tunaita ni wakuu wa giza la kiroho na uharibifu wa dhambi na ukatili na mambo mengi yanayotendeka chini ya jua. Hawa wakuu wa giza wanatumia watu ambao tunaita wachawi. Hawa ni wachawi, waganga wa shetani, watumishi wa ibada za shetani, mafrimason, Illuminati. Hawa ndio wanaotumika na wakuu wa giza. Hawa ndio wanaotumiwa na wakuu wa giza hapa duniani. Wale wachawi wako under control na wakuu wa giza, yani mapepo ambayo ni wakuu wa giza wanawatumia wachawi, waganga wa shetani, kwa maana waganga kienyeji, wale wapiga ramli, wale wasoma nyota, wale watabiri, wanaangalia maisha yao ya watu. Hawa wote mafrimasoni, Illuminati, hawa wote ni vibaraka au wanatumiwa na wakuu wa giza kuleta giza. Wewe jiulize, mchawi anaroga na hakuna mchawi tajiri, wote ni masikini kabisa, tena wa kutupwa. Sasa jiulize, anaroga faida ni nini? Bora angekuwa anaingia ndani, anakuja kumwandia mtu, anamroga, anaingia kiuchawi, anaondoka. Hata kama kuna pesa zimerundikwa pale au kuna simu, hachukui chochote, hana uwezo kuchukua vitu vile. Yeye raha yake ni kuroga mtu akateseka, akafa, akaumia, akaroga biashara mtu usiendelee. Hii ndio raha yake. Kwa nini? Amekamatwa na wakuu wa giza, wanamtumia kama chombo cha kutimiza sera ambazo zilianzishwa na falme, zinasimamiwa na mamlaka. Sasa hawa wakuu wa giza ni watekelezaji wa zile sera za kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tunashangaa kwamba wachawi hawana chochote, ni watu wana hali ngumu na maisha magumu kuliko mtu yote duniani, lakini bado yumo tunawala achi. Kwa nini? Ameshakamatwa, amekamatika, na wengi wao wanaingizwa kwenye uchawi si kwa hiari yao. Wanaoingizwa kwenye uchawi kwa hiari yao ni wachache. Wengi wanaingizwa wangali watoto, kurithi kwa bibi, kwa shangazi, kwa mjomba, kwa mama, kwa baba, kwa nani. Anashangaa amekuwa tu tayari ameshaingizwa mle ndani, na namna ya kuchomoka inakuwa ni ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wachawi ndio wanaotumiwa na wakuu wa giza, lakini pia waganga wa shetani, waganga wa kienyeji, wale ambao wanaenda wao, kwa sababu mganga wa kienyeji na mchawi kiongozi wao ni mmoja, ambao ni wakuu wa giza. Kwa hiyo ndio maana tunakwambia mganga ndiye mchawi, mchawi ndiye mganga. Kiambia mganga naomba kamroge mtu fulani au nifanyie dawa ile mtu fulani awe kichaa, anafanya dawa anakuwa kichaa. Mchawi mwenyewe anafanyia mtu madawa anakuwa kichaa,
Manake mganga na mchawi wao ni kikosi kimoja, tofauti vitengo tu, lakini wote ni kazi moja, wanatumika chini ya wakuu wa giza. Na ndio maana kwenye Agano la Kale Mungu alisema usimache mwanamke mchawi kuishi wala mwanaume mchawi kuishi, waueni. Maana hao wanatumika moja kwa moja, yani ndio vibaraka, ndio mkono wa kuume wa shetani kupitia wakuu wa giza. Bwana Yesu na asifiwe. Kwa wachawi wana hiyo hali, lakini kama unakuwa umeokoka vizuri, umejazwa Roho wa Bwana, unaishi maisha makamilifu, unamuomba Mungu, hawa vibaraka wa wachawi, vibaraka wakuu wa giza ambao ni wachawi, hawana nguvu yoyote juu ya mtu aliyeokoka. Na sio kuokoka tu, yani maana yake unapokuokoka hiyo ni kesi moja, na kusimamia wokovu ni kesi nyingine ambayo ni ngumu. Kwa unapokuwa umeamua kukata shauri kuokoka, ukasimamia wokovu kwa viwango, wachawi hawana uwezo wowote kwako. Lakini ukijichanganya tu, umekwenda na maji. Wachawi, mimi nawaambia ni mwinjilisti, nimehubiri maeneo mengi, nimepambana wachawi. Kwa hiyo naelewa, najua mziki wao. Kwa nahubiri Tanga, Andeni kwa Msisi. Sasa ile eneo nilipofika pale kuhubiri injili kama miaka 10 iliyopita, ile eneo kama unafahamu Andeni kwa Msisi pale, kuna uwanja ule ulikuwa na shule ya msingi ya zamani, alafu ile eneo kulikuwa kama kwenye kijimlima fulani hivi, kuna kama kichuguu kirefu fulani hivi. Sasa nilipoanza kuhubiri, alafu kwenye kale ka center ukienda upande wa pili hivi wa kusini, shuka bonde ukapanda unataka kwenda Kabu. Pale kwenda Kabu ndio kuna vijumba maelfu ya waganga. Kwa magari toka kona zote za nchi na maeneo mengine ya nchi jirani zinaingia 24 hours kwenda kwa waganga kule. Sasa tulipoanza kuhubiri pale, ndio nikaanza kuambia jamani, waganga na wachawi wote ni kitu kimoja. Kwa hiyo nikasema natangaza vita baina ya Yesu na wachawi. Kiingilio chenu macho yetu, dakika 90 zitaamua. Kwa hiyo kaambia wachawi wote waandeni kwa Msisi. Nikaambia wachawi wote ni mende, ni viroboto, ni takataka, nyote ni chawa. Wakasema anasemaje huyu? Wale wachawi wakakasirika bana. Sasa nilipokuja siku ya 3, siku ya 4, wakati tunafunga vyombo saa 8, nikamwona mama mmoja Kimasai anamfuata mwenyeji wangu Pastor Robert. Anamwambia, mwambie mhubiri awaombe radhi, wazee wamekasirika, wanaweza wakamwangamiza. Nimesikia mahubiri yake, nimeyafuatia, nilikuwa na crusade siku 11. Kwa hiyo naomba mwambie wale wazee waombe radhi, wamekasirika. Hawa wazee ni wabame na wajua, mwambie mgeni wako. Hata alipokuwa anaongea, pastor akamwambia mwenyewe kama anapeana mpira hivi. Mimi nikasikia, nikaenda nikamwambia, unaomba pastor amwambia mgeni wake wazee wamekasirika, mimi ndio mgeni wake, unaniongelea? Akasema ndio. Shida ni nini mama? Akasema toka juzi unasema wachawi wote ni mende, ni viroboto, ni takataka, ni kunguni, ni chawa tu. Sasa wamekasirika, watukana wazee wa mji. Nikamwambia ndio tukana wachawi. Sasa wao wanaoamika ni wachawi. Kama mwanangu alikwambie, mimi nimekaa pandeni pajua, wewe pajui. Kaambia na kile kichuguu. Akamwambia kuna mama mmoja mchungaji juzi mlikutana, anapikwa Dar es Salaam kwa ndugu zake. Unaona walichomfanya, walimroga maziwa kutoka hapa akashuka mpaka kwenye visigino. Ziwa moja liko hivi, migote na mwaga maji. Akasema kile kichuguu alikuwa anasimama pale, anasema si mwanaume sio anaweza. Mwisho wa siku ilitokea ni kile pale. Na wanajitapa kule kwamba huyu arudi ndio anaondoka hivi. Mwingine alikuwa hivyo wanahubiri pale, wakamfanya kichaa. Sasa wewe usije kujifanya bingwa. Wewe tu kwa ushauri wangu aombe radhi, ambie ulimliteleza, endelea kuhubiri mambo yako, mambo yaishe, vinginevyo ni hatari. Nikamwambia kama ni wazee, mimi ninaye mzee wa wazee ambaye kwenye Ufunuo kimsoma sura ya 1 Yohana alimuona akiwa na macho kama ya moto, ana nywele nyeupe na ukanda wa dhahabu kifuani. Huyu anaitwa neno la Mungu ambaye ni Yesu. Nikamwambia naye mzee wa wazee mimi. Akasema mzee wako yuko mbali, alafu kusaidia nini hapa? Hata yako kujua anaongea mzee gani? Akamwambia mimi nimekwambia. Akamwambia mama kwanza ulijuaje habari hizo? Akamwambia mimi na mkamwana wangu nimemleta, yuko pale kwenye kwa mganga wa kienyeji anamtibia. Sasa usiku walikuwa wamepanga wanakuongelea.
Na lingine wanasema wamemtafuta mama yako hawamuoni. Maana ili mchawi akuroge ni lazima apate jina la mama. Maana la baba walitaka kwa sababu wanawake wengi wanabambikia wanaume watoto. Kwa wanasema lakini mama hakuna kubambikiwa, umekaa tumboni miezi 9. Kwa hiyo wanachukua wa mama yako na la kwako wanajumlisha. Alafu wanagawanya mara 12. Namba inayobaki ni ya kwako. Sasa wakituma uchawi unaingia mtu na mjomba wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hao wachawi na waganga wa kienyeji na mafrimasoni, nafikiri nimewasikia sana miaka nyuma, Freemason, Illuminati. Hawa wote ni sehemu ya watumishi au vibaraka wa wakuu wa giza wanaotumika kuleta giza duniani. Wakuu wa giza hili ni kule mapepo au nguvu za kiroho za kipepo zinaotawala katika ulimwengu huu wa sasa uliopotoka. Hawa ni mapepo ambao kazi yao ni kueneza giza la kiroho, ujinga wa kiinjili na uharibifu wa maadili. Hawa ni watawala wa giza wanaohakikisha kwamba wanaweka giza katika dunia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kazi yao ni kuhakikisha kwamba giza linakuwepo na wanaleta usumbufu na kuharibu imani ya watu, mafundisho na watu wasiani. Kazi yao ni kuhangaisha watu kuhakikisha kwamba hawawezi kwenda na Mungu wao, hawawezi kusimama na Mungu wao. Hiyo ndio kazi yao na hilo ndio lengo lao, kuvuruga kazi na kuhangaisha watu. Wanatenda kazi kwa siri. Hawa wakuu wa giza wanatenda kazi kwa siri. Wanatenda kazi kwa siri wakitumia media, sanaa, watu maarufu na elimu ili kueneza giza la kiakili na kiroho. Hawa ni mawakala wa propaganda za uongo, ni kama kitengo cha media ya kuzimu. Kwa hiyo hawa wakuu wa giza ni kitengo cha media ya kuzimu cha propaganda, kueleza uongo na uzushi ili kuharibu akili za watu. Lakini ukiwa na Yesu na ukatambua mbinu zao, hawawezi kamwe. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Yule mama aliponiambia, akamwambia mama, nashukuru, nakushukuru mama, nimekuelewa. Akaondoka. Sasa akamwambia leo pastor, nilikuwa nasimama saa 11, leo nataka saa 10:30 niko nyuma ya mic. Leo shughuli ipo leo. Nikawaambia sasa leo wachawi wote sasa nyinyi ndio takataka kabisa. Yaani nyote babu zenu na nyinyi wote wachawi na yaani vizazi vyenu vyote takataka kabisa. Nikapiga kelele nyingine yenye nguvu. Asubuhi yule mama akaja akamwambia, mwanangu, kwa nini ufiwe na mama yako? Wewe ungali kijana. Wakati huo miaka 10 iliyopita. Wale wa jamaa wamekasirika, wameamua waongeze nguvu. Wanaongeza nguvu. Huyo wanayemwajiri kutoka Tanga mjini, huyo ndio barani mwenyekiti wao. Sasa naomba kama umeshuka kuomba radhi, achana hizo habari kuziongelea, maana ni hatari, unaondoka hivyo. Lakini bado unadai kumtafuta mama yako. Sasa usiendelee kumtajataja. Nikamwambia bali nimekusikia. Mama akaondoka. Alikuwa na huruma na mimi, lakini hakujua tunemtumikia ni nani. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Yote nilipokuambia pastor leo saa 10 kamili kwa mama, shughuli ipo. Nikabonga injili ya moto sana ya wivu wa Bwana. Wale wachawi na waganga nikawasadasaga kweli kweli, na nikamwambia kuanzia leo msipotubu mchague tuzike hapa ama tusafirishe. Hawezi kusumbua watu. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa na Yesu wapendwa, unakuwa na nguvu kubwa sana. Hebu nisome Wakorintho wa pili 4:4. Wakorintho wa pili 4:4. Wakorintho wa pili 4:4. Tuone maandiko yanasema nini. Wakorintho wa pili 4:4. Baraka Mtume Paulo kwa Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 4.
Tutasoma katika jina la Yesu. Ubarikiwe. Ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini. Lakini ambao ndani ya Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini isiwazukie nuru ya Injili ya mtukufu wa Kristo aliye sura yake Mungu. Asante sana. Kwamba Mungu wa dunia hii amepofusha fikra, yale mawazo ya kwamba yuko Kristo, wanahitaji wokovu, zimepofushwa, ni vipofu. Wanaofanya kazi hii ni wakuu wa giza. Ni wakuu wa giza. Hao ndio wanaofanya kazi hiyo. Mungu wa dunia hii, shetani, kupitia wakuu wa giza wapofusha watu wasimuone Kristo, wasikubali Injili. Na tuliona jinsi ambavyo shetani anaanzisha misingi mibaya ya kiroho ya kuharibu jamii nzima. Nikawaambia juzi, mliona baada ya Injili kwa ya moto kwa karne 5, shetani alitumia kila hila kuzima nuru ya Injili, na Yesu alishasema, nitajenga kanisa langu wala malango ya kuzima yatalishinda. Baadaye akaanzisha msingi mwingine mbovu wa kiroho, akaanzisha Uislamu, ukaja na moto mkubwa kupinga Ukristo mpaka leo. Watu wamepofusha fikra zao isiwazukie nuru ya Kristo. Wanaofanya kazi wakuu wa giza. Bwana Yesu na asifiwe. Sasa tuangalie malengo yao au majukumu yao. Tunapoongelea majukumu yao au malengo yao, malengo ya wakuu wa giza ni nini? Baadaye tuangalia mbinu zao wanazotumia kutimiza malengo yao. Huleta giza kupitia mifumo ya dunia kama vile media, mitindo, siasa, teknolojia, elimu na burudani. Mbinu yao wanayotumia au malengo yao, wanatumia media, vyombo vya habari kueneza giza. Vyombo vingi unakuta mambo ya uchawi, na nyinyi ambao mnafuatilia mara nyingi kupitia kwenye simu zenu za mikononi, smartphone, utaona kuna maadili, mafundisho mengi mabovu. Watu wanaongea uchafu hadharani bila wasiwasi, na wanaweka picha za ovu. Hiyo yote ni kuhakikisha wanawavuta watu kutoka kwa Mungu waamie kwenye dunia. Yaani mpango wa Ibilisi ni huo, kwamba ni kuwayumbisha watu na kuwapoteza wasimjue Mungu wao. Kwa anatumia kila nafasi, kwa anatumia media kuhakikisha anaeneza giza, mitindo mbalimbali ya mavazi ili kueneza giza. Tuliangalia juzi na jana, wanatumia siasa, wanaweka viongozi pale, na wanasiasa wengi wanatumia nguvu za uchawi kupata madaraka yao. Tuna watu ambao waliokoka walikuwa ni wachawi na waganga, wanatueleza hayo kwamba wanasiasa 90% uingia kwenye uongozi kwa kutumia uchawi na uganga. Kwa hiyo ili kueneza giza, huyu mtu ameingia pale kwenye madaraka kutumia uchawi na uganga, usitegemee atasimama katika Mungu, au na watunga sheria mbovu za ukandamiza Injili na kuleta giza katika nchi. Bwana Yesu na asifiwe. Teknolojia wanaitumia sana kueneza giza na elimu. Wanapandikiza mafundisho mabaya kwenye elimu. Tuliona nchi za Ulaya, hata hapa kuna vitabu vilikuja vinafundisha watoto ushoga, uharibifu, usagaji. Umo ndani ya vitabu vilikamatwa, nafikiri si Tabora wapi, vimeleta vitabu vya mafundisho ya ovyo vinaitwa mashuleni. Na kupitia media waliandaa katuni fulani ambazo wengi kama wiki Kiingereza kwa hajui, zinafanya mambo ya ushoga na usagaji kupitia katuni, na watoto wanapenda katuni sana, hizo roho zinaingia ndani. Yaani wenyewe unapopoteza muda mpendwa bila kuwakabili, wao wapotezi muda, wanahakikisha wanashughulika kuharibu akili za watu, walitie giza, watu bakie kwa shetani, mambo ya Mungu yakae pembeni. Bwana Yesu na asifiwe. Kwa hiyo na pia burudani kwenye vitu vya msingi, burudani kama mipira, tutaangalia baadaye wanafanyaje burudani kuharibu akili za watu na kueneza giza. Kwa hiyo mtu wa Mungu lazima makini kwenye kila hatua, uweze kujua kwamba vita ni halisi na mapambano ni halisi. Na ndio maana akasema sisi dunia hii ni wageni na wapitaji, sio dunia hii. Kwa
kwa ni kupambana vita ili tuweze kushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Unafikiri Yesu alipokuwa anaongea kwenye Ufunuo kwamba yule ashindaye nitampa kiti cha enzi na jina jipya, wewe unafikiri mchezo? Yule ashindaye. Hii vita inahitaji kutambua na kuwa tayari kuikabili. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ushughulika lengo la pili, kushughulika na udanganyifu, elimu, ugumu wa maisha, burudani na mitandao. Wanashughulika na udanganyifu wa kupitia imani potofu. Tangalia vizuri mbele. Udanganyifu wa kawaida kabisa, watu kudanganyana, tunakudanganyana hapa, na wakati uongo ni dhambi. Yeye amecheza hapo na udanganyifu umekuba tu, mpaka walokole wanakuwa ni wadanganyifu. Na naona ni kawaida. Yesu alisema, jamani, maneno yenu yawe ndio na sio, yazidio hapo yanatoka kwa yule muovu. Yesu alishaliona, unapodanganya jua tayari wakuu wa giza wamesha kuwini. Jambo hili ndio, hili sio basi. Lengo lingine kuletea watu ujinga, uwadanganya watu kwa nuru bandia na mafanikio ya kidunia. Yesu akaonya akasema, jamani, angalieni msije mkalemewa na urafi na ulevi na masumbufu ya dunia hii, siku ile ikaja ghafla kama vile mwizi na nyinyi mkaachwa. Ndio maana naona watu wanaubiza wa mambo ya kidunia. Mambo ya Mungu yamekuwa kwao ni namba 2, yani Mungu mpaka walokole. Yesu wao wamempa namba 2, namba 1 ni dunia. Na vitu wanapokimbizana navyo wala havina maana. Mwingine aje badani, sio kwamba na shilingi mbana sana, anaangalia TV tu, ajisikii kuja, amechoka tu, mambo ibada. Tayari giza limeshaingia ndani. Katafute kile kitabu kinaitwa Moyo wa Mwanadamu, ukakisome uone kile kitabu. Aliyekiandika nafikiri roho wa Mungu ndiye aliyehusika 100% kitabu kiandika. Moyo wa Mwanadamu kinaeleza jinsi giza ambavyo linaingia hatua moja baada ya nyingine, kuletea watu ujinga wa kiroho, kufunga ufahamu wa kweli ya Mungu. Yani giza linaingia ndani, yani hao wakuu wa giza ndio wanaoletea watu ujinga wa kiroho, kufunga ufahamu wa kweli ya Mungu. Yani ukuta mtu ameokoka, yani Biblia haelewi chochote, yani ni mjinga na ameokoka miaka mingi tu. Mwingine ana elimu, amesoma, ni msomi, lakini kwenye Biblia ni zero, haelewi chochote, amechoka kabisa. Ni kwa sababu tayari wakuu wa giza wamesha kuweza, na hata akisoma haelewi. Unaweza kumuuliza mtu, hivi kanisani leo mlikuwa na ibada Jumapili, lilikuwa ni somo gani? Wala akumbuki. Nani mhubiri? Sisi walikuwa nasemaje? Si upendo wa nini? Hebu nikumbuke. Yani haelewi. Alikuwa anaitwaje mhubiri? Wala akumbuki. Lakini mhubiri yule kama angelimtukana yule mtu, alafu uje muulize, hivi leo ilikuwa je? Na kwamba nimetukanwa matusi mangapi? 10. Anaandika yote aliyotukana, anakumbuka yote, ila wa Mungu hakumbuki. Kwa hiyo ukaona ni giza ambayo iko ndani. Mnakuwa na watu kanisani lakini hawapo. Unadhani mnao lakini hawapo kabisa, yani hawapo kabisa. Ndio Paulo mtume anaeleza kwenye Matendo ya Mitume akasema kuna watu ambao wanajifunza siku zote lakini wasifikia ujuzi wa kweli. Kwa nini? Wakuu wa giza wamefunga fahamu zao. Bwana Yesu asifiwe. Hataki ufahamu neno. Tutaangalia kwenye eneo la maombi ya vita, ili maombi yako yana nguvu, yakienda yabomoe ngome za adui, ni lazima yaambatane na neno. Ndio maana Roho wa Mungu alisisitiza akasema, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Linakaje neno? Kwa kulisoma. Lakini shetani wakuu wa giza huleta giza, watu wakisoma hawaelewi. Kuhamasisha dhambi, kazi yao nyingine, lengo lao lingine hawa wakuu wa giza ni kuhamasisha dhambi, chuki za kikabila, chuki za kifamilia, uasherati,
uchawi, dhulma, uonevu na kadhalika. Hawa wakuu wa giza ndio wanaohamasisha dhambi na chuki. Unapoona watu wanachukiana kwenye familia, watu wanachukiana kwenye kijiji, chuki za kabila kama Burundi na Rwanda, Watusi, Wahutu, sijui kabila gani wanauana kabisa kwa sababu ya kabila tu. Majivuno ya kabila si ni bora kuliko nyinyi. Hii yote ni kazi ya wakuu wa giza. Lengo na nia usitukasahau ni kuondoa watu kwa Mungu na kuhakikisha wanasimama upande wa shetani. Hiyo ndio pointi yake kubwa. Maana mkishachukiana, yani hamwezi, mnawaza kuuana tu, hamna amani tena, mnawazana mabaya na watoto wenu mnawarithisha ule ubaya. Hii ni kazi ya wakuu wa giza kupitia uchawi, uganga, kupumbaza watu akili zao, kuchochea chuki, uasherati, roho za uasherati. Watu wamejaa roho za uasherati kwenye miili yao kwa sababu ya wakuu wa giza, uchawi, dhulma na uonevu. Mbona dhulma, uonevu, vyote hiyo ni kazi ya wakuu wa giza. Mtu anaamua kumdhulumu kabisa mtu kiwanja chake, anaamua kwenda kubadilisha hati, anafanya dhulma kitu fulani, amempa hela, anafanya dhulma. Hiyo ni wakuu wa giza. Maana anajua akishakudhulumu kitu chako huwezi kumpenda, utajenga vita na yeye, tayari mmeshaleta uadui. Hiyo ndio raha yake, ili muende kuzimu. Uchawi, kurogaroga, hii ni kazi ya wakuu wa giza. Nimewaambia nilipokuwa Mbezi kule, walipoamua kuniroga tena, mama akasema leo ninao. Sasa asubuhi nilipokuwa nakaa pale kwa mpendo yule, kulikuwa na kipindi cha kilimo, kulikuwa na mahindi kiasi fulani hivi, lakini mazuri yale mahindi, lakini kuna mbuzi kila saa 4 wanapita pale kuja kwa yale mahindi. Sasa mimi mkulima kaniuma, na mimi ni mgeni, sikuvumilia. Siku ya pili kabidi nichukue bakora nikawatandika wale mbuzi. Sasa nilipowatandika wale mbuzi, yule mama jirani, mama mzima bibi fulani hivi, akaja mbio. Kama Jafari, njoo. Jafari akaja. Akaambia mwambie mgeni wako hatutaki msiba hapa. Mwambie mgeni wako akome, hatutaki msiba. Sasa baadaye aliposema ikatoka nje, bibi naongea mimi, sema ndio. Wewe ni mgeni, hatutaki msiba. Sema msiba wa nini, nifanyeje? Nikastuka. Akasema muulize mwenyeji wako. Wewe ni mgeni, umeona mbuzi wanakula mahindi na chapa, unafika kwenye mahindi haoni mbuzi, wewe unachukua kwenye mahindi, hautaki msiba hapa. Akaondoka kwa asili. Baadaye kama Jafari, kwani nimekwaje? Akasema bwana, hawa mbuzi ni yule mwenyekiti wa wadanga wa hapa. Huyu ni mtu anayeogopwa, ni mchawi wa kutisha. Kwa hiyo anayegusa mbuzi wake anafanya uharibifu mara nyingi tu mashambani, na huwezi kuwagusa. Ukiwagusa unaondoka na maji. Akasema ala, mimi nikadhani labda kuna jambo jingine, kumbe ndio hilo. Akasema akasema okay sawa. Siku ya pili wale mbuzi walipokuja, nikatandika fimbo mpaka katikati ya senta. Mimi na mbuzi mimi na mbuzi. Wao wote walishangaa na niangalia, wanasema wote walishangaa, mimi na mbuzi tu. Jioni katangaza, akasema mwenye mbuzi anayeachilia mbuzi wanakula mazao ya watu. Kesho akirudi nitawakamata mbuzi wote, nitakapowapeleka atanifuata kuwakomboa. Wewe kuleta uharibifu kwa sababu ya mbuzi, unajivunia nini kwanza? Kasema ngoja kesho watu. Na kweli kawangoja kesho, hawakuja wale mbuzi. Ilikuwa ni wakamata na watatu, walikuwa ni wengi, ningefunga kama ngao 3 4 wale mbuzi. Nimejaa hivu wa Bwana, ni baba ni mchawi. Kasema huyu ni naye. Bwana Yesu na asifiwe. Kwa uchawi ni kazi ya kuagiza, lakini Bwana Yesu hakuwezi. Jioni nikawacharua kweli kweli, nikaandika jina la mama yangu kwenye ukuta wa shule, kulikuwa na ubao, nikaandika pale. Nikaandika jina la mama yangu amejaa roho, ngoja niandike hapa. Mseme kasijira nimekosa spelling zake, mjumlishe vizuri, na la kwangu ni ngumu cha bashasa, nikaliandika pale. Chukueni mkajumlishe, muone shughuli yake, muone vumbi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wachawi wanatumia na nguvu za giza hawezi kusumbua iwapo utajua mbinu zao na mpango yao. Kuna watu wameokoka wana hofu na wachawi. Una haja ya kuwa na hofu na wachawi. Somo letu na semina yetu hii nitaka ujue mamlaka yako na utumie vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu walijaribu kuroga kule, lakini haikuwezekana, wakachemka. Walipowapiga siku hiyo jioni,
Nimemaliza mahubiri, nimekaa ndani, nikaa nanywa chai ya tangawizi pale, nimekaa kwenye benchi na mtumishi mwingine wa Antoni pale. Sasa nimekaa hivi, nikaona lile benchi linaanza kunyanyuka hivi. Kwa hiyo naota kuangalia niko mayo, benchi na miguu inaanza kuelea juu. Maana kwa mama walibebe saa 2 jioni. Aliwahi kuja nani wanasema aliwahi kuja mtendaji mmoja pale. Vijana wavivu wafanye kazi, serikali imesema na kweli wana rutuba, ardhi zenye rutuba sana ile eneo. Lakini wazazi chakula ni shida nini, amlinda akaja juu kama wazee, mbona amekuja ghafla sana kijana, mbona upige hodi wala usalimie watu? Kaambia hamna hapa kazi tu. Sema okay. Unaambiwa kuja siku ya pili, yeye na mke wake waliwakuta kwenye ule uwanja wakiwa ucho wamekumbatiana saa 4 asubuhi wanaamka. Alipochomoka pale na aibu mbio, vyombo vilipata na mkurugenzi, akurudi tena pale. Na pale kwa dispensary moja kubwa sana, ni kituo cha afya kile, maana fanya operation ndogo ndogo za kina mama hizi. Tulikuta daktari mmoja na nesi mmoja tu. Tukaambia kulikoni? Tukaambia wanakimbia watu hapa. Sisi tuna Yesu ndio tumekomaa hapa. Na aliyetuleta mkurugenzi alisema mletee walokole wa ukweli ndio waje hapa. Amen. Kwa hiyo akawa nesi mmoja daktari mmoja. Wanahudumu pale. Kwenye kile kituo cha afya pale nani kwa Msisi. Kilipoinuka kile kiti nikatulia. Sasa aliyekuwa naye hapa akastukia mchezo. Kwa hiyo Yesu akakemea, kile kiti kikaachia. Nikamwambia Antoni, umeharibu. Nimehubiri muda mrefu, hebu sikia sita leo, nimechoka, ili kwa ni bendera wasingenitoa nje. Maana kwa sababu tuwapiga juu kwa juu wasema wamemtegeza ajipanga. Nilingoja tu Yesu ananiacha nitoe nje, au itakuwa ni Yesu ya kwangu mimi. Kalia ukaa kule niachie kiti. Katulia na waje hawakuja. Wakaja usiku. Tukapambana asubuhi, wale mabwana wakuja usiku kuja kuroga, wanakuta nyumba inawaka moto, inateketea yote, moto mkali kuliko wa gesi. Wakasema afadhali wallahi ukafiri kaondoka, afadhali. Wao walikuwa kule ni kwa ndani ya toa kidogo kama kilomita 1, sasa wanasikilizia kelele asubuhi, labda kilio na msiba nyumba imeungua. Sasa wanakuja asubuhi kwa ndani imeungua, wanakuta bila piga mswaki tu, nyumba iko pale pale, hamna kitu ungua. Wakasema amani. Ni nini hii? Nazareti alikuwa upande wangu. Bwana Yesu Kristo na asifiwe. Waliroga wakashindwa na uchawi wao, tukagonga injili sawa sawa. Nikaambia sasa mmemaliza uchawi wenu. Sasa kinachofuata mchague mawili, kuokoka au tuwazike. Yule aliyemleta mganga wao mchawi wao mkubwa kaambia, jamani, huyu ndugu tumekutana meno yameota, mkifanya mchezo mnakwenda na maji. Kwa unapokuwa na Yesu huna haja ya kuofia wachawi, lakini ule uchawi ni kazi ya wakuu wa giza. Ile pote yetu kubwa. Uchawi, dhuluma, chuki, fitina, ugomvi wa kabila, kubaguana, kudharauliana, wewe maskini na kitu. Mimi nimejenga nyumba kubwa, mimi alianza milioni 200, wewe alianza milioni 5 na nini? Sasa wewe unagada milioni 200, mwenyewe anagada milioni 3. Wote mnapanda gari, wote mnakwenda kwenye gari. Sasa majivuno ni yetu hasa. Hiyo yote ni kazi ya kuagiza, madamu chukiane tu. Ni kazi ya kuagiza. Jambo lingine ni kuzuia watu wasimjue Kristo. Tumeshaona. Hebu soma Wakorintho wa kwanza 1:18. Wakorintho wa kwanza 1:18. Kuzuia watu wasimjue Kristo, wanaingiza giza kwenye akili za watu. Mnahubiri watu waokoke. Mnahubiri watu waokoke. Yaani na wanaendea naokoka akiweka kanisani hamjui Kristo. Hebu soma Wakorintho wa kwanza 1:18. Waraka Mtume Paulo kwa Wakorintho wa kwanza sura ya 18. Wakorintho wa kwanza sura ya 18. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18. Ndio. Kwa sababu neno la msalaba kwa wanapotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Asante sana. Kwamba neno msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi. Ukihubiri mtu bali Yesu alikufa kwa dhambi zetu msalabani, ili tuokolewe, kwake ni upuuzi. Tena kwa damu Muislamu ndiye anakucheka wala mwelewani, kwake ni ujinga wa kiwango cha lami, yani haelewi. Kwa nini? Limejazwa giza ndii kwenye akili zake. Ili isimzukie. Ndio maana ukienda pale chini ile sura ya 3, ile sura ya 4 mstari wa 3 anasema Mungu amepofusha fikra zao ili siwazukie nuru ya injili aliyechapa yake Mungu. Giza ni zito, limefungwa ndani yao. Lengo lao jingine ni kuleta hofu
au woga na aibu kwa Wakristo waliookoka washindwe kushuhudia watu wengine habari za Yesu, au leta uvivu wa kufuatilia waongofu wapya. Hapo wakuu wa dini kazi yao ni kuhakikisha watu waliookoka hawaendi kushuhudia watu habari za Yesu. Wanaogopa. Wewe ni shahidi. Jamani, leo tunaposema kwa kanisani kwetu, huwa tuna ibada za katikati ya wiki. Jumatano ni ibada kanisani, lakini Jumanne tuna ibada za ushemasi au za zoni. Sasa siku kiongozi wa zoni au wa ushemasi anapotangaza akasema, jamani, Jumanne ya wiki ijayo ujipange vizuri, tutaenda kushuhudia nyumba kwa nyumba. Na kuambia baada hiyo hawaji watu. Lakini kuambia baada hiyo itakuwa ni ya kuimba na kusifu, anakuja na wajukuu zake wote. Lakini kwenda kushuhudia hawaji waoga. Yaani mtu anatembea na mtoka jasho. Yaani ujiwe tayari wakuu wa giza wamekuwini. Hiyo ndio kazi yao, kama ni kuanzia watu hawa wasieneza habari za Yesu. Ya Yesu aliagiza kwenye Mathayo 28:18-20. Alisema, enendeni, ile ni command, mkahubiri injili kwa kila mtu, mkafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu. Hiyo ni agizo la Yesu, ni command ya Yesu, kwamba lazima tuhubiri nini. Na niliwaambia kipindi fulani hapa, na nirudie tena, wapendwa, dhambi ziko aina mbili. Tena ukiandika hapo inabidi ukoleze wino kabisa, iwe na wino mzito. Dhambi ziko aina mbili. Upande wa kwanza ni kutenda yale ambayo Mungu alikataza yasifanywe, ndio kuvunja zile amri zake na maagizo. Hiyo ni dhambi upande wa kwanza. Hiyo tumeokoka huko na tunapambana na tunashinda sana huo upande. Dhambi upande wa pili ni kutotenda yale ambayo Mungu aliagiza yatendwe. Dhambi upande wa pili ni kutotenda yale ambayo Mungu ameagiza yatendwe. Hiyo ni dhambi upande wa pili. Mambo ambayo Mungu ameagiza yatendwe, usipoyatenda tayari wewe umetenda dhambi, na wala mbingu haipo. Niliwahi kuambia hapo, Yesu alitumia mfano wa kabaila. Alisema kuna kabaila mmoja alisafiri kwenda kutafuta ufalme, na kabla ya kwenda alitoa talanta kwa wafanyakazi wake, mmoja talanta 5, mwingine 10, mwingine 20. Kisha aliporudi akawaita watoe hesabu ya hizo talanta. Wa kwanza akasema, bwana wangu, unipa talanta 10, nimezalisha, unipa talanta 5, nyingine 5 faida ni hizi hapa. Akaambia, vema mtuma mwema. Akaja mwingine wa pili akasema, bwana, unipa talanta 2, nimezalisha 2, na nyingine 2 za kwako ni hizi hapa. Akaja mtumwa wa tatu akasema, bwana, unipa talanta 1, nimeitunza kwa sababu nilijua wewe na moyo mgumu, unavuna usipopanda na wewe unakusanya usipotapanya, chukua hiyo yako. Yesu anasema kabila yule alimkamata yule mtu, akaambia, mkamateni, mpeleke nje, mkamuue, mkamkatikate vipande, huko ndiko kutakuwa tuena kusaga meno. Sasa ule mfano wa kabaila ni Yesu mwenyewe. Ameenda kuandaa mbingu. Atakaporudi anahitaji hesabu, katuachia talanta tukazalishe. Siku ikifika naitwa Ana, anasema, Rebeka, njoo, hebu nipo watu leo wawili wakaokoka. Wako wapi? Kalikwenda kalirudi, akamwambia, kushoto wewe ni mbuzi. Jose, njoo, watu leo wawili wakaokoka. Wako wapi? Unambwela kushoto wewe ni mbuzi. Wapendwa, hili jambo shetani amefunga akili kabisa. Hiyo dhambi wapendwa wasiijue. Na hata ule mfano, hata walimu wengi hawausemi sana, yaani kama vile wamejificha kabisa ili wasifunguke. Atukuzwe Mungu, alinifunulia haya na kuelewa vizuri sana. Kwa wapendwa, ni lazima twende shambani mwa Bwana tukashuhudie watu habari za Yesu. Bwana Yesu nasifiwe sana. Yaani hili sio hiari. Kwa
Kwa hiyo jukumu mojawapo na lengo la wakuu wa giza ni kuleta hofu na woga na aibu kwa Kristo, washindwe kushuhudia watu wengine habari za Yesu na kuleta uvivu wa kufuatia waongofu wapya. Mmesikia matangazo hapa, mtakuwa na crusade, mtakuwa na mkutano mwezi wa 7 na 6 nafikiri. Mwezi wa 6 na wa 6 tarehe 30 mpaka wa 7 tarehe 6. Manake mtakuwa na kutoka mwezi mzima. Sasa ule mkutano wa Injili, mara nyingi mimi silipendi neno la mkutano wa Injili, nisilipendi kulitumia kabisa. Ni neno jepesi ambalo halileti uzito wa lengo kusudiwa. Ndio maana mkumbuka mzee Moses Kola alikuwa atumii neno mkutano, alikuwa atumia neno gani nakumbuka? Crusade. Crusade. Hilo ndio neno lenyewe crusade, neno la Kigiriki. Crusade maana yake ni vita ya msalaba, ni vita baina ya nuru na giza. Ndio maana crusade, unaposema tunaandaa crusade, maana yake mnaandaa vita ya msalaba, vita baina ya giza na nuru. Kwa hiyo mnapojua mnaandaa vita, mnajipanga kuikabili. Inapoongea mkutano tu, mkutano kama vile mkutano wa mtaa wa maendeleo. Ile ni crusade, kwa maana mnaenda kuandaa crusade ya siku 30. Ni vita baina ya nuru na giza, kwa lazima kujipanga mapema. Kwa hiyo jukumu la wakuu wa giza ni kupofusha fikra, kuleta hofu na woga, mtu hata pa kuanzia paoni. Na tumeona jana upande wa mamlaka ni kuhakikisha watu hawaelewi neno la Mungu. Sababu kushuhudia mtu habari za Yesu, mpendwa, kwanza ni lazima neno la Kristo liwe ndani yako. Sasa wewe Biblia usomi, unaenda kumwambia nini? Maana kumshuhudia wewe unatoa maandiko, yeye pekee ndiye mwokozi wa ulimwengu, unampa andiko. Yesu aliyekufa ili tusamehe dhambi zetu, unatoa andiko. Uwewe pata msamaha nje na Yesu, unatoa andiko. Dhambi ni mbaya, itakutenga na Mungu milele, unatoa andiko. Hasa wewe maandiko hayapo, unampa nini wewe mtu? Utakimbia tu. Unapoona wewe ni mwoga kushuhudia huwezi kusoma neno, jua tayari wakuu wa giza wamekuwini. Na wala Yesu afurahishi na watu wasiofanya kazi yake, mpendwa. Wakati mwingine tunaomba tupati kwa sababu Yesu hana furaha na sisi. Hata ni wazazi ni mashahidi. Mtoto aliyemkaidi nyumbani mbishi, wanasema Swahili, mtoto mkaidi afaidi mpaka siku ya nini? Siku ya Idi. Wao msemo na maana. Kuna wewe kama ufanyi kazi ya Kristo ana furaha na wewe. Ndio maana Paulo mtume akasema, nimeaminiwa kuhubiri Injili na ole wangu nisipohubiri Injili. Kwa kuhubiri watu sio kujisikia. Yaani unabidi na sio kushuhudia watu baada ya Yesu kipindi nimepanga operation. No, inabidi wewe siku zako za kawaida, Jumatano, Jumanne, kuliona shughuli zako zilivyokaa, unatoka mitaani na Biblia yako, unaenda kushuhudia au nyumba hii karibu. Mimi naitwa Pendo Michael, nimeokoka na mpenda Yesu, nimekuja nyumba hii tushirikiane neno la Mungu, ni washuhudia baada ya wokovu wa Yesu. Mko tayari? Hatutaki. Yesu amesema usibishane nao. Kukuta mavumbi, nyumba ya pili hodi, mpo. Mimi naitwa Michael, nimeokoka, nimekuja kuletea habari njema za wokovu kupitia Yesu. Mko tayari tusome na Mungu? Tuko tayari. Unaanza kumwaga sera za Yesu pale. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiona umejaa woga na hofu, ujue tayari wakuu wa giza wamekuwini. Na Yesu hawezi kuwa na furaha na wewe hata kidogo. Unaweza ukaomba usipate matokeo. Sasa anakupa matokeo ya nini wakati wewe kazi yako umekataa? Ndio maana Yesu aliwahi kuja siku moja akasema, baba mmoja alikuwa na watoto wawili. Akamwita wa kwanza, akamwambia, mwanangu enda shamba. Akasema, baba haina shida, nitaenda shamba. Nitakwenda kufanya kazi shambani. Anasema akamwita wa pili, akamwambia nenda shamba. Yule wa kwanza aliyesema nenda shamba akasema nitaenda, Yesu anasema hakwenda. Wa pili akamwita nenda shamba, yule akagoma, baba mimi siendi shamba, akagoma. Lakini baadaye akatubu akaenda shamba. Yesu akauliza, kati wale wawili ni nani aliyetenda mapenzi baba yake?
Wakasema yule wa pili aliyekuwa amegoma kisha kaenda, akasema na ninyi kafanyeni vivyo hivyo. Maana yake ni nini? Yesu ametualia tuende shamba tukavune tuombaje mbele za Yesu. Maana usipoenda umegoma, au umeitika nitaenda lakini umegoma kisailensa, kwa hiyo hauwezi kuwa na furaha na wewe. Furaha Yesu ni kwenda watu anachakalika kuifanya kazi yake. Bwana Yesu nasifu sana. Lengo lao lingine la kuagiza wanaolifanya duniani ili kuharibu watu na kuatia giza, upenyeza maeneo ya burudani, mitandao ya kijamii, mitindo ya mavazi yenye kuchochea tamaa, music, mipira, filamu, vyote kwa lengo la kuwavuta watu mbali na Mungu. Kwa hiyo huwa anapenyeza hapa kwenye mipira. Mpira sio dhambi, na vile vipaji vya mpira nilitoa Mungu. Vile vipaji, kuchora, kukimbia, ni vipaji kama anavitoa. Mpira sio dhambi. Lakini shetani anatumia jambo zuri kupenyeza ubaya wake. Maana yake ni nini? Unakuta mtu Simba na Mkolena Yanga anabishana mlokole mpaka mtoka mshipe ya shingo, ili kubishana kwenye injili kuhubiri hawezi. Unakuta siku ya ibada anasema kuna mechi kali leo ya Simba na Yanga, aje ibadani. Adui ameshapenyeza tayari pale upofu wake. Upenya kwenye mitandao ya kijamii, nimwambia mwanzo, kueleza propaganda na mafundisho mengi ya hovyo yamejaa kwenye mitandao. Wakuu wa giza, yani ukiangalia mbona si kichefuchefu ndani, wanaweka mapicha ya hovyo ya pornography yako mle, mambo tembea uchi, maudhui ya hovyo yamejaa mle kwenye media. Wakuu wa giza lengo lote ni kuvuta watu mbali na Mungu. Mitindo, filamu, mara nyingi Waafrika wengi eneo la kina mama unakuta kwamba leo wanaenda nani, wanaenda si move si nini si nini zile, unakuta amekaa ameisha miguu kabisa katulia. Wale jamaa wanaongea Kispaniola kutoka anaambia bwana hapa mpenzi wake alimwambia sikupendi, baadaye jamaa akajificha akamtafutia. Yani umejuaje? Anaongea Kispaniola kijui. Kwa hiyo unakuta vile vitu vinakula muda, hata muda wa ibada kupiga hata ibada nyumbani wafanyi, maana ile Mungu naendelea watashindwa, ibada ifanyike. Tayari ile Mungu sio mbaya, inafundisha vitu vingi ni maisha, kuburudisha akili, burudani, lakini tayari wakuu wa giza wanapenyea hapo wapenyeza giza kukuvuta mbali na Mungu. Unakuta katika Mungu zile au season watu macho ni makavu kama chuma. Ikianza ibada tu Mungu yumwema, Mungu usingizi. Ni wakuu wa giza hawataki mwabudu Mungu, mnavutwa mbali. Unakuta mtu ana hamu jamani kesho saa 3, jamani anapika mapema kwa ile Mungu waanza akiwepo, lakini wewe kuna mtu anafanya kuhusu ibada, jamani ibada ya saa 3 muwai hapa. Tayari wakuu wa giza wamepenya pale kukuvuta mbali na Mungu. Mitindo ya mavazi yenye kuchochea tamaa. Unapoona watu wanavaa nguo za nusu uchi, na wengi walioathirika hapa ni akina mama, akina dada, usifikiri wanavaa tu, tayari nyuma kuna roho wakuu wa giza. Kuvaa mitindo na mavazi yenye kuchochea tamaa. Unajiuliza kwa nini hawapendi kuvaa magauni ama nguo zenye heshima? Kwa nini? Hata usemeja waelewi. Tayari hawa ni waathirika wakuu wa giza, wameshatia giza kwenye fikra zao. Mavazi wanavaa yale ili kuwavutia wanaume na kuchochea tamaa za ngono, kuwavuta mbali na Mungu. Hiyo ndio point ya adui. Yeye na si watu wanaotumiwa, najua wengine waelewi, lakini mavazi mitindo ya kawaida. Kumbe wakuu wa giza wanamtumia kama kibaraka wao kuharibu jamii ya mavazi ya ovyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukisoma vizuri sana kwenye Biblia utakuta mwanzilishi wa mitindo ya mavazi ya uchi ni Yezebeli. Wasomaji Biblia mnajua Yezebeli
ile roho ya Yezebeli mpaka ufunuo sitaiongelea roho ya Yezebeli aliyejipaka wanja. Kumbuka pastor alijipaka wanja ile, kaweka shedo rangi ya midomo, akavaa vile nini, akatoka nje ili kwenda kumgribu nani? Kwenda kumgribu yule Yehu alipoona hapa kicheo limeondoka, kamwambia nani uko nyuma yake? Akatoa towashi mmoja, towashi nipo, kaambia gonga panga la kichwa mama huyu. Akamgonga panga la kichwa, yule mama akafa, akaliwa na mbwa. Maana yule mama alichinja watoto wa kifalme 70 kwa mkono wake, akapindua nchi, akaitawala miaka 3 nchi ya Israeli. Akaamua Naboth kuaida kunyang'anya shamba lake. Sasa huyu ndiye mwanzo hizo roho chafu ambazo mitindo ya mavazi yenye kuchochea tamaa. Kwa hiyo wewe kama ni mtu wa Mungu umeokoka, ukaona vaa mavazi ya uchi, tayari giza limejaa ndani yako, wewe ni kitengo cha wakuu wa giza, wanakutumia kusambaza giza katika kanisa na katika dunia. Mtu wa Mungu usikubali. Bwana Yesu na asifiwe. Unajua mtu anashona nguo, mwingine anashona nguo vizuri kabisa hivi, alafu akifika hapa anaiweka anaitoboa kidogo hapa. Sasa umeshona vizuri kabisa, mama nguo kufunika mwili mzima, kwa nini unatoboa hapa? Mwingine anatoboa kwenye mgongo, anatoboa katikati kwenye mgongo kwa nyuma. Mwingine anatoboa kwenye mkono, akaroa kutoboa haka. Karoa haka vipi? Au wakuu wa giza wanashona magauni, wanashona kama vile singlet au vest, anakata mkono kwantu, anatembea kama vile rungu za katapila kwantu. Mwanadamu huyo. Sasa unamuuliza kwa nini umebada wacha mikono nje, hii lengo nini? Anashona kifua hapa, anakata kifua kinabakia nusu hapa, alafu anavaa singlet zinapiga maziwa jeke, anatua kama viazi vya ukara, yanakaa hivi. Mgongo uko nusu kama vile mama anaotajua kwenye mto Victoria. Ameweka sketi kimembana kama mfuko wa simenti. Huyo tayari ni wakala. Giza, wakuu wa giza wamemweza, wanamtumia kama kibaraka wao kuchafua na kuharibu na kuwavuta watu mbali na Mungu. Yeyote naye wewe uko hivyo, wewe tayari ni kibaraka bila wewe kujua. Maana sio wote wanajua. Yaani ni mavazi, ni mitindo, hawataki kuvaa nguo za heshima, hawataki. Hii ni kazi ya wakuu wa giza, kuliharibu kanisa na kuliharibu taifa. Bwana Yesu Kristo na asifiwe. Kwa hawataki kuvaa nguo za heshima kwa sababu tayari wanatumia na wakuu wa giza kuchafua mawazo ya wanaume, kuchochea tamaa za ngono. Kwa hiyo huyu unaona uwe mtaani wapi, yani ni aibu. Lengo lao nyingine kusababisha watu washindwe kuelewa ukweli wa Biblia kwa kueneza mafundisho ya uongo. Wanaeneza wakuu wa giza, watu wanashindwa kuelewa ukweli wa Biblia. Huyu anahubiri hivi, huyu anahubiri hivi, andiko hilo. Sasa watu wanachanganyikiwa, nani mkweli, nani muongo? Kwa sababu ya kupotosha. Nimewambia jana hapa kuhusu fungu la 10, kwamba fungu la 10 ndio eneo ambalo Mungu ameahidi kuweka baraka, lakini kuna wahubiri wanalipinga fungu la 10 kabisa. Kuna wanaohubiri kwamba fungu la 10 ni halali. Sasa watu wanachanganyikiwa, tufuate hivi mkweli? Kwa hiyo ni kama wakuu wa giza kuleta mafundisho ya uongo ili watu wachanganyikiwe, washinde kujua ukweli uko wapi. Ndio watu washauri watu wa Mungu, sio Biblia wenyewe. Ufanya watu wajihesabia haki katika dini na hali ni waovu. Hii ni kama wakuu wa giza. Bwana ndugu okoka, mimi na dini yangu. Bwana tabia zake za shetani, no, mimi na dini yangu. Hizo ni kama dini yangu. Ni mtu ni mshenzi, muovu, anatisha, mimi sio dini yangu. Hiyo sio yeye. Tayari wakuu wa giza wamemuina, wameweka giza. Dini kama kichaka tu. Lengo lao nyingine wakuu wa giza kufanya giza lionekane kuwa nuru. Kwa mfano sinema zinazochochea uasherati na fujo, lakini inaonekana kuwa burudani. Nimeshaeleza picha mbovu, filamu mbovu kwenye mitandao, hizo ndio zinavutia sana kuziangalia. Uenezi
dhambi na mahali ya potofu kuwa kawaida ya jamii. Yaani unaona kuna tabia na mafundisho ya ajabu na desturi za ajabu zinaonekana kuwa kawaida ya jamii. Bwana, ile desturi yao bwana. Hawa ndio desturi yao bwana. Hawa ndio desturi yao kuvaa hivi. Hawa ndio desturi yao kuvaa hivi. Inaonekana kama desturi yao. Kumbe sio. Hiyo sio desturi. Ni wakuu walioko ile eneo. Huleta mikosi, kupofusha akili za watu kuwa giza kiroho. Huleta nuksi, mikosi katika maisha na biashara ya watu. Hao wakuu wa giza ndio wanaoleta nuksi, mikosi katika maisha na biashara za watu. Wanaleta nuksi na mikosi, wanaweka giza kwenye biashara yako, wanaweka mikosi kwenye maisha yako. Kila upangano waliendi. Uwe na kuchumbia siku mbili kakubwaga, uwe na kuchumbia mbili siku mbili kakuacha. Mikosi inaletwa na wakuu wa giza. Lakini ukishajua siri hii, ukaingia kwenye vita, kwenye maombi ya vita, ukatumia silaha 7, au wakuu wa giza wana chao. Bwana Yesu na asifiwe. Uzima mafanikio ya maisha na uleta roho ya ukataliwa, kuchukiwa bila sababu katika jamii, ndoa au familia au kazini. Hao ni wakuu wa giza ambao uzima mafanikio ya maisha na uleta roho ukataliwa. Unashangaa kazini na kuchukia tu. Unashangaa mume wako anakuchukia au mkeo anakuchukia tu. Wazazi wanakuchukia tu, yaani jamii inakuchukia tu. Unaniuliza dhambi yangu ni nini? Kumbe tayari wakuu wa giza wameshafanya mambo yao ili kukuondoa mbali na Mungu. Usababisha ajali barabarani, majini na angani. Wakuu wa giza ndio wanaosababisha ajali barabarani, baharini na angani ili kuchukua damu. Hiyo wachawi wameshuhudia mara nyingi sana. Jinsi ambavyo unapoona ajali zinatokea, hakuna ajali inayotokea yenyewe hivi kama uzembe dereva, imekuwaje? Kuna roho inasababisha ajali zitokee wapate damu. Hiyo waliokuwa ni wachawi wa waganga wameshuhudia mara 10,000 kuhusu jambo hilo la kuleta ajali. Kwa hiyo kuna ajali zinatokea mwezi wa 12, mwezi wa 7, ajali nyingi. Tayari kuna wakuu wa giza wanaosimamia hiyo kitendo ili kuchukua damu, ambayo waganga wachawi tunaona wapiga ramli. Huleta uonevu wa magonjwa, mateso, kukata tamaa na kujiua. Nisomee Luka 13:10-17. Yako magonjwa ambayo si ya kisayansi, ni magonjwa yanaletwa na ibilisi. Mtu anateseka, mtu haeleweki, kumbe tayari wachawi wanamletea ugonjwa. Wakuu wa giza wameleta magonjwa kwa huyo mtu. Kwa sababu kila magonjwa ni ya kisayansi, yanaletwa na wachawi kupitia vitengo vyake. Nisomee Luka 13:10-17. Ndio. Siku ya Sabato alipofundisha katika sinagogi mojawapo, na tazama, palikuwa na mwanamke alikuwa na pepo udhaifu muda wa miaka 18, naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Yesu alipomwona alimwita akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Akaweka mikono juu yake, naye akanyoka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya Sabato. Akajibu akawaambia mkutano, kuna siku 6 zifaazo kufanya kazi. Basi njoo ponywe katika siku hizo, wala si katika siku ya Sabato. Lakini Bwana akajibu akasema, akasemaje? Enyi wanafiki, kila mmoja wenu, je, hamfungui ng'ombe wake au punda wake siku ya Sabato? Katika zizi aende naye kumnywesha? Na huyu mwanamke aliyewa uzao wa Ibrahimu, ambaye shetani amemfunga miaka 18, haikupasa afunguliwe kifungo hiki siku ya Sabato? Unaona hiyo? Huyu mama ambaye ni mwana wa Ibrahimu, shetani amemfunga miaka 10 na mingapi? Na 8.
Ukianzia kule sema alikuwa amepinda toka Ubenda tu yule mama, miaka wameshatibia na kutibia, wamekata tamaa. Kumbe ni ugonjwa umeletwa na shetani. Tako maromle ndani. Kwa hiyo sio kila ugonjwa ni wa kisayansi. Mbinu nyingine au lengo lao lingine, lengo uleta uvivu na umaskini. Unapoona roho ya uvivu kwa mwanao, kwa mkeo, uvivu ndio kutiliza, mtu mchafu hawezi kufua au kufanya kazi, ni mvivu tu. Wengine ndio zinavunjika sababu ya uvivu, tayari wakuwa giza wamesha mwini. Umaskini, yaani kwa maana mtu hawezi kuwa creative kubuni kazi, kufanya kazi, hiyo roho imeshaingia na wakuwa giza. Jambo lingine, uharibu wa akili kimasomo, yaani ufahamu wa watoto mashuleni, na kuwajaza roho za kuvuta bangi, sigara, ugoro, uzinzi, utoro, kibri, jeuri na uasi. Unapoona jamani, mbona mtoto wangu haeleweki? Mtoto siku hizi kawaambia jamani, hakuna mtu ambaye anaumba hana akili, bali huchukuliwa na yule mwovu ibilisi. Mbona mtoto haeleweki? Watu wanavuta bangi, hawataki shule, wanafanya mambo ya ovyo. Baada ya kwenda kusoma na kwenda kwenye madanguro huko kufanya uzinzi, ujue tayari wakuwa giza wameshamimina zile roho mle ndani. Ndio maana kama wazazi tunaaswa kuwaombea sana watoto wetu bado wangali wadogo. Tuwaombee kiroho, lakini kimwili lazima tuwafundishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuwape malezi ya kijeshi. Usimlee mtoto kimayai, wamlee mtoto kijeshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nimelea mtoto wangu, zilikuwa fimbo 2-3 hazipungui ndani. Kwa kuwa ndani ilikuwa fimbo zipatikani tena mikoani nyumbani, ziko fimbo nzuri na zifahamu, na zikata fimbo na kuja nazo zinakaa ndani chumbani. Fimbo. Kwa mtoto ukimfundisha, nikaona amefanya kosa hili linastahili bakora, jambo la kwanza akija zinatembea fimbo, vumbi linatimka pale. Baadaye naingia rohoni kuomba, lakini kwanza fimbo, baadaye maombi. Hiyo iko vizuri. Nashukuru Mungu wanangu wamekaa hivi. Sikuacha, nimewalea kibabe wote, hakuna cha anapiga mwanamke si mwanaume, hakuna tena na mabinti wawili na vijana 6 wa kiume, hakuna cha nini. Kaambia wote ni kupika, watu wote wanajua kupika, kusonga ugali za yako, kusonga leo kupika ubaba, kuosha vyombo ni wewe, kutoa maji, wote wote wanajua. Kwa hiyo nashukuru Mungu amenyooka. Hata mmoja kwenye kazi juzi kwenye Simemosi alipata cheo cha mfanyakazi bora kwa mwaka na nidhamu ya hali ya juu. Niliwafundisha wale watoto, na wenyewe nashukuru Mungu pasa wanakumbuka kwamba bakora zilitembea, Mungu likatimka. Wanaambia mdogo wao Miriam, wewe shukuru baba sasa hivi. Bakora, tumekula bakora wewe. Bakora. Kwa unapomlea mtoto, pamoja kwa maroho yanaingizwa ndani, lakini wewe usiwe sababu. Maandiko yanasema tusipe ibilisi nini? Nafasi. Mlee mtoto katika njia impasayo, na fimbo ni kibibilia. Biblia imeongelea fimbo hapo, maandiko 6 yanasema anayetumia fimbo asiyetumia fimbo mpeni mwanae. Yanasema anayetumia fimbo atamoka mwanae kuzimu na kuiponya roho yake. Ampendee mwanae mrudi mapema. Anasema fimbo na maonyo huleta adabu. Hata watu bila mwanao mayai, mwanangu ana, mwacheni ana, anakuwa huyo, subiri mziki wake. Usije kutusuma niombeeni mchungaji mwanangu, naambia wewe kaja huko. Kila mtu kwa furushi lake mwenyewe. Lazima una mtoto ukimlea vizuri toka akiwa mdogo, unamuombea na bakora, maombi, bakora, maombi, fimbo, na kuambia ananyoka kama wewe. Mtoto ananyoka hivi, ni ngumu kupotoka, na mambo ya Mungu yataingia ndani. Lakini mtoto kimlea kimayai, hata mambo ya imani hayataingia. Wala kama ni hakika akiolewa asubuhi na achika jioni, sababu hawezi kufanya kazi, ni mzembe, yuko laziness. Sasa tusimpe nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni vigumu kujiunga na kuwa shuleni. Kuna
watoto ambao ni baraka wa giza wanaotumiwa na wachawi kueneza uchawi na kuiba akili za watoto darasani kwao. Lakini mwanao ukiwa umelea vizuri, amejaa neno ni ngumu. Niliwaambia juzi, mnakumbuka kwamba wapendwa ambao bado mnazaa watoto, hakikisheni unapozaa mtoto, mama kama labda kulingana umejifungua wende operation ama hajatengamaa vizuri, baba mbele mtoto wako, mlete madhabahuni. Usingoje mlete madhabahuni hapa mtoto wa miezi 7-8 ana meno 3 kinywani, umeshachelewa. Wameshamweka watu wenzako mapema kule. Mtoto mzao anakuwa ni mtupu. Sasa mzindike mapema kwa damu ya Yesu. Mlete. Niliwashuhudia mwanangu alipozaliwa wa mwisho, mimi nilipomchukua siku hiyo hiyo kabla kuja kwenye gari kwenda nyumbani, nikamshika sura la kulia, nikampiga sala ya toba. Kamuita Miriam, kama Miriam sema Miriam, nimkataa shetani. Na kazi yake nikampiga sala ya toba vizuri, baadaye nikakaombea. Nakumbuka ilikuwa Jumatano, ilipofika Ijumaa nikafika nyumbani kule, wakaanza kumuona, sikukubali. Alikaa chumbani, nikamwambia kwa imani yangu mpaka wao nipeleke madhabahuni kwa Bwana. Jumapili kama mama yake alifungua kwa operation, nikakabeba mimi mwenyewe mdogo kana siku 3. Kakapeleka na sadaka nzito kwa Dr. Muiche madhabahuni siku hiyo, akakaombea maombi mazito kabisa. Amen. Akanambia akapeleka kwa nyumbani, kanyonya, kapeleka nyumbani, nikaendelea na ibada baadaye. Kale katoto makuzi yake ni very intelligence. Kako tofauti na wenzake wote. Yani ikifika muda wa ibada jioni, kanasoma baba ibada saa ngapi? Yani sasa imefika wakati nitaenda pale niwe saa kubwa kama hiyo pale ukutani, kale kanaangalia baba saa ngapi? Saa ngapi? Yani unapouliza maswali kufundisha, hebu niambie mtasari Miriam mlichojifunza, kana shuka mpaka sema Amen. Lakini bao moja na hayo simba ichezi mbali. Kakijikoroga bakora. Baada ya bakora nzito maombi. Bwana Yesu na asifiwe. Kazi zao nyingine wakuu wa giza hawa, kazi zao nyingine utuma mapepo ya chuma ulete katika biashara. Utuma mapepo ya chuma ulete katika biashara. Malaki 3:11. Hutuma mapepo ya chuma ulete katika biashara. Wapendwa, kama uko fanya biashara hapa, mtakuwa mnajua kwamba unauza biashara, unashangaa faida uoni, mambo hayaeleweki, shida ni nini? Tayari wale wakuu wameshaingiza wachuma ulete, wakuu wa wachawi. Huyu mzee bwana chuma ulete huyu mzee chuma ulete huyu. Ni kweli wale ni baraka wanaoleta mapepo ya kuiba mali zako. Ni kweli kabisa. Wanachukuaje? Ili Mungu analijua kwamba kuna chuma ulete, ila Mungu akaweka dawa ya chuma ulete, na hakuna njia nyingine ya kuzuia chuma ulete mpaka hiyo dawa ifanye kazi. Hebu soma Malaki 3:10-11. Malaki sura ya 3 mstari wa 10 na 11. Ndio. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Nganieni kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Ndio kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kumwageni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha. Ndio. Na kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hataharibu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Asema nani? Bwana wa majeshi. Amesemaje Bwana wa majeshi? Atamkemea. Akawa ukemea amesemaje? Hiyo ni sentensi ya mtu ya kufungia usemi. Kaanzaje kule juu? Anasema leteni zaka kamili ghalani mwangu. Jambo la kwanza muone kama safungulia baraka, madirisha ya baraka zifunike kwenu. Lakini akaweka wote hizo baraka, kuna jamaa alimbuye. Sasa mkileta zaka kamili, anasema nitamharibu na kumzuia yule aharibuye mashamba ya mzabibu yanayopukutisha kabla ya wakati wake. Hiyo ndio roho chuma ulete hiyo. Unafanya biashara uone hela, fanya biashara kama hazitoki, fanya biashara mbuya mtaji unakata, mikopo hairudi.
au ni wakuu wa giza wanaofanya kazi hiyo kuangaisha watu, hasa watu waliookoka. Ili uchomoke hapo, lazima hiyo biashara uhakikishe unatoa fungu la 10. Na ukiendea kule mbele nasema mtaweka pesa katika mifuko iliyotoboka, mmelaniwa kwa laana nyingi. Kama utoe fungu la 10 huwezi kufanikiwa, na hata ukijaribu huwezi kuwa na raha na mafanikio. Wanafanya kazi kwa njia ya kudanganya akili na mawazo kupitia falsafa potofu, vipindi vya burudani vyenye sumu na elimu yenye mizizi ya upagani. Wanatoa elimu kupitia burudani zenye sumu. Nimewaambia watu kupenda Mungu hizi, kupenda sizo na nini, wanaacha ibada, sumu inaingizwa ndani mle, roho kupenda zile sizo inakuwa kubwa kuliko kupenda Mungu. Na habari ya kuja kwenye elimu, wanafundisha elimu za kipagani. Huko Ulaya nimewambia wana vitabu kufunza namna ya mtu tumia mwili apendavyo, wanafanya kule Ulaya. Mbinu zao hizo ilikuwa ni malengo au majukumu yao wanaofanya wakuu wa giza. Sasa mbinu zao ambazo wanatumia kufanikisha malengo yao ni zipi? Moja, ufanya kazi kupitia wataalamu mashuhuri, wasanii au viongozi wa kiulimwengu. Wanafanya kazi kupitia wataalamu mashuhuri ambao wanaaminika na jamii. Wanapoingiza uongo na uongo wanaaminika. Wasanii ni rahisi kuamkiza roho ya upotofu, maana watu wanawaiga. Hata mavazi yao, miondoko yao wanawaiga. Ndio maana wasanii wengi wanakuwa na mvuto kweli kweli kwa watu. Kwa nini? Wana maroho yako ndani. Viongozi wa ulimwengu tumeongea jana sana, wale waganga, wachawi na wakuu wa giza wana uwezo wa kuweka viongozi wa kisiasa kwenye mamlaka ili wasimamie sera zao vizuri na kutunga sheria kandamizi za kuzuia Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbinu nyingine huleta uchovu wa mwili na usingizi wakati wa maombi, ibada au kusoma neno. Unakuta mtu anaingia ibadani akiwa mzima, akiingia mbele usingizi tu. Yaani kila akipambana toka nje ambaye maji bombani akudi ni usingizi tu. Ile amini ya mwisho usingizi umekata kwa. Ukishaona hivyo, kemea kimya, ujue ndani tayari ziko roho za wakuu wa giza zinafanya kazi. Ule uchovu, mtu anataka kusoma Biblia na sio uchovu wala hana hamu ya kusoma, ujue ni wakuu wa nini? Wa giza. Mbinu nyingine, uondoa usikivu wakati wa ibada kwa watu kuchati na simu au kupiga story au mawazo mazito yanayompeleka muumini mbali. Ndio maana mhubiri akisema Bwana asifiwe, ushindwa kuitika, maana kiufahamu wanakuwa wameibiwa, wanabaki kimwili tu kwenye viti. Kwa unakuta mtu kuna usikivu unaondolewa. Unakuta watu wanachati, mtu anaingia kwenye ibada simu iko on. Nimeona pastor makaza makubwa, watu wanachati mle ndani, wanapeana vibonzo na vitu vingine, wako kwenye ibada mle. Na leo vijana sema hawabebi simu hard copy, hawabebi Biblia hard copy, watumia kwenye simu. Lakini wewe ni waongo, wanatumwa na nguvu za giza kuendelea kuchat kwenye simu zao wakati wa ibada. Au wote ni kazi ya wakuu wa giza kupitia media na teknolojia ili kuwafanya watu waende mbali na Mungu. Unapoona hiyo, ikemea haraka sana. Bwana Yesu na asifiwe. Hawa ndio wanaohusika na kueneza ajenda za shetani katika tamaduni kama vile ushoga, usagaji kama kawaida ya maisha. Unaona, ushoga na usagaji wanaohusika na hili jambo ni hawa wakuu wa giza. Na unaona nchi nyingi duniani mpaka za Ulaya, ushoga na usagaji ni ajenda za kitaifa na zimewekewa sheria na kulindwa kisheria. Tayari zile falme zimewini kuweka viongozi. Ndio maana kwa mfano Marekani uliona Donald Trump. Wewe fikiri Marekani jinsi ilivyokuwa demokrasia na ulinzi na nini, lakini Donald Trump alikosa mara 2 na risasi. Mara mwisho imelengwa na mdunguaji vizuri tu kwenye range. Sasa Mungu
alipokuwa ni maajabu, Trump muda ule ametulia na hutubia ni kama alifanya hivi, sio alifanya hivi. Hiyo inafanya na si risasi sha. Alipokuwa ameweka uso hivi, alipofanya hivi kakaa sikio, ikamlamba roho sikio kwa ikalikata risasi. Bali kwa mdomo wa kichwa. Kwa nini? Hao walikuwa ni zile falme zinazomiliki eneo la Marekani, zilishaona chuma kinakolezwa moto, wanakwenda kuvurugua mambo yao. Maana Trump alikuwa anaongea hawaza, anasema lazima Yesu arudi Marekani, amri za Mungu zirejee Marekani, ushoga ni marufuku, mashoga wote walio jeshini waondoke, na alibadilisha jinsia atajua mwenyewe, hakuna kumtambua wala kuwatibia wakafiri mbaya. Alikuwa anaongea Trump. Akasema ni aibu, walijenga sheria kipumbavu, anasema hivi, kwenye cheti tu akizaliwa walikuwa wanaandika female au male, mwanaume mwanamke. Akaweka sheria akasema inabidi mtu atalipa mwanaume akifika miaka 18 ndio ataweza kuandika mwanamke au mwanaume, maana atachagua jinsia baadaye. Trump akasema hii ni aibu. Hapa gender ni mbili, ni mwanaume au mwanamke anaandikwa anapozaliwa. Haya mambo ya shetani haiwezekani, ni aibu. Akasema wale wachawi wanajinadi ya gari wachawi Marekani, wana sherehe zao za kichawi, wanajinadi akasema haramu. Kuna chombo kwa cha habari sisi BBC chombo ni America Voice America nafikiri. Alisema siwezi kuwafadhili tena, hicho chombo kifungwe tu. Kwa nini? Kimekuwa kinahamasisha ushoga na ushetani. Sitoi pesa tena. Ndio maana Voice America sasa usikii tena. Amekataa Trump. Sasa tunafadhili ushoga na ushetani, sitoi pesa. Na hela nyingi waweza kuja duniani zile Amerika nini zile, Anglo-America nini zile. Amefunga zote. Akasema ni fedha ambazo zilikuwa zinakwenda kutumika kueneza ushoga na usagaji. Na kweli ilikuwa pesa nyingi zinatolewa. Akasema sitoi senti moja, sitoi. Ndio maana Trump alipata vita kali. Lakini wenzake kina Obama, kina Biden walikuwa wanaunga mkono yule mama yule sasa. Nani yule Harris? Alikuwa anagombana na Trump, yule mama kashindwa. Yule mama ndiye alikuwa shetani mwenyewe sasa. Kamala Harris yule. Huyo ndiye alikuwa ibilisi mwenyewe angeingia. Na alikuwa anatetea ushoga, usagaji, uchawi, yani live bila chenga. Na anasema mkiingia mimi nitakupeni uhuru 200% mfanye mambo yenu. Trump anakataa na akasema Wakristo mkimchagua shetani huyu mmekwisha. Na alikejeli kwa Kristo yule kama rais. Alikejeli. Trump akasema anamkejeli Kristo. Haiwezekani. Ndio maana ulipokuja uchaguzi watu waliona maajabu sana Marekani. Kule Marekani vile vyama vinajulikana, wale wanajua wanaoamua uchaguzi Marekani ni wale maseneta wale wako 350 wale. Au ndio wanaoamua. Nyinyi kura za raia za oya hizi zinakaa tu kujalizia, hazina maamuzi. Wenye maamuzi ni wale maseneta wale. Wako 350 wale. Hizo wale za raia oya zinapigwa hizo kama kuzuga tu. Wanaoamua ni wale. Wanaojua nchi inatoka wapi naenda wapi. Hasa na vile vyama huwa vinajulikana, huyu ni chama fulani, seneta huyu ni chama fulani, inajulikana. Kwa hiyo kura huwa zigawanyiki. Lakini alishangaa kipindi kile yule bwana alikimbilia kwenye kura 300 kasoro, yani na chama cha Democrat maseneta wakampa Trump. Walisema hii ni maajabu toka uchaguzi ufanyika Marekani. Hii ni ya kwanza. Kwa hiyo Mungu alikuwa kazini. Bwana Yesu anasema sana. Kwa wachawi na waganga na washirikina huwa wanaweka viongozi wapi? Madarakani. Trump alipoingia Marekani, unaona akarejesha ibada Ikulu. Ibada ilikuwa imefungwa na Obama. Wachungaji walikuwa na serikali na wahudumia wanafanya kazi kuomba. Wamerejeshwa pale, wanaomba kila siku. Ibada asubuhi na jioni wanafanya pale Ikulu. Afanye kitu mpaka maombi, hata akiwa anahutubia Trump kabla ya kuhutubia maombi. Hata kuna mchungaji mmoja mwanamke sisi kanisa gani lile alijaa kwenye mfumo wa Trump. Alikuwa amealika kwenye party gani ile ya kidini, yule mama kama amekondeana hivi kwenye kama mapepo matupu ya wachungaji. Shingo ndefu kama feni. Akasema unajua rais, kwa kweli wanaoruwa mashoga wasagaji, wapewe haki yao, walindwe, wasibuguziwe. Kwa hiyo hii rais uliangalie, kwa kweli sio vizuri kabisa na Mungu anatambua hili. Trump alipokuwa kuhutubia
alisema huyu siye mchungaji, huyu ni shetani huyu. Na alipokuja kumpa mkono alifanya kwenda sipokee kwa shetani mimi. Akasema ingekuwa ni amri yangu ningeenda jela na uchungaji ningekuvua mara moja. Na nina uwezekano nikalifunga hili kanisa. Alifai shetani mtupu. Wewe mhubiri Yesu, wewe ni shetani. Alimsaga pale pale. Yule alikuwa mdogo kwa Pilitoni. Kwa nini? Kwa sababu nini? Wakuu wa giza wanaweka viongozi wa kisiasa watakaosimamia sera zake. Ndio maana nchi nyingi zimetungwa sheria. Nimewaambia juzi, mnakumbuka sheria za kubana injili. Uruhusi kuhubiri injili, na ukihubiri mtu kwamba dhambi ni mbaya, unakunywa pombe, unafanya uzinzi, unakwenda jela. Ni sheria zimetungwa kabisa kwenye nchi hizo. Kwa nini? Zile falme kupitia mamlaka na kuwa vile wamefanikiwa kwa viongozi wa nini? Wa kisiasa. Ndio maana kama kanisa lazima tuombe sana. Hata uchaguzi unaokuja mwezi wa 10, hali ya nchi mnaiona. Kuna msemo unaosema mkio na uona, mkio na uona, unaoni paka sio paka, wakati mkio na uona. Kwa lazima tuombe wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Mbinu nyingine ni hawa ndio kuondoa Biblia shuleni na mafundisho ya injili mashuleni na vyuoni. Na hata hapa kwetu mpango ulikuwa wa kuondoa mahubiri mashuleni, kama analeta Mungu zako hivi vipindi ikapigwa kelele ikaenda, lakini wana mpango huo. Kufundisha watoto mafundisho ya kishetani, uchochea uasherati, upotofu wa maadili na uasi kwa Mungu kupitia tamaduni za dunia. Manabii, mitume, walimu, wachungaji, wainjilisti na waimbaji wa uongo, hao wote ni kazi ya wakuu wa giza. Unapoona manabii wa uongo, mitume, wachungaji, walimu wa uongo wanaopotea kweli ya Mungu, hao wote wamewekwa kanisani na wakuu wa giza. Utaona kesho kwenye level ya mwisho ya wakuu wa giza jinsi ambavyo wanapandikiza mpaka maaskofu, viongozi wa majimbo, wa kanda, kitaifa, kimataifa, na wao kanisani kabisa, lakini wanapandikizwa na baadaye wanakuwa vivuruge, wanavuruga kazi za Mungu kutumia vyeo vyao. Na wachungaji wanaosimama kunyoka na kweli ya Mungu wanapozwa na maaskofu na viongozi wao juu kwamba pendi hivi, najua injilizi punguzo la leo kupata watu wengi na leo injili akileta ambishwa na mwanisha ile eneo, au namjengea kitu na mfukuze dini. Wamewekwa na wanajaa leo makanisa ya Pentecoste na wanafanya mambo hayo. Injili imevurugwa na imepooza injili. Hiyo ni kazi ya wakuu wa giza kuhakikisha wanavunja nuru ya injili ndani ya makanisa. Mitume wanaleta upepo wa mafundisho yasiyo ya Kristo na kuchochea mgawanyiko, uvivu wa kiroho na upumbavu wa kiroho. Wanaleta wale wakuu wa giza, wanaleta mgawanyiko ndani ya makanisa. Unakuta kwanza imegawanyika, kuna makundi humo wanasemana, wanalana, wanaumana, wanasengenyana. Unakuta kanisani washirika mle ugomvi na kudolewana kuishi ndani ya kanisa. Wanasemana vibaya, masengene wao kwa wao waliokoka kanisani. Kama ni wachungaji wanarumbana, utaangalia kesho vizuri, wanarumbana wao kwa wao, dhehebu moja kanisa moja, wanarumbana mpaka wanapasuka, wanarumbana mpaka wanaharibu. Usifikiri vinakuja tu, ni wakuu wa giza. Yaani lengo na nia ni kuhakikisha kazi ya Mungu haiendi kokote. Hiyo ndio lengo lao kundi kubwa. Hiyo kazi yote hii, mchungaji, hii kazi ya mapepo na majeshi, hizi lengo nini? Lengo ni kuharibu kazi ya Mungu. Watu kwenye giza, wajae giza totoro, hiyo ndio kazi yake Ibilisi, ili watu waende kuzimu. Kuna walimu wa uongo, nikaambia jana, mtu mmoja ambaye anajiita a prophet IPM anafundisha uongo live kuhusu habari ya kutoa makafara. Na ndio tuone makafara, ili Mkristo ufanikiwe lazima utoe makafara. Ili upate ulinzi kwenye nyumba yako na biashara
lazima uwe na kitu, utoe kafara, upewe kitu, malaika wa kukulinda, malaika maalum akulinde, ila anakuja kwa kutoa kafara. Hayo ni majini au ni mashetani ambao unaletewa. Wanaofanya kazi hii ni wakuu wa giza, au ndio wanafanya kazi hii. Bwana Yesu na asifiwe sana. Kwa kweli ni lazima tambue vita ambayo tunayo ni vita kali na ngumu. Kwa hivyo lazima tuwe macho wapendwa kila wakati, ili tuweze kuikabili hii vita, maana vinginevyo tutashindwa. Utabakia kanisani kwenye wewe tu, lakini mbinguni wewe, kwa sababu tayari wakuu wa giza, zile falme, mamlaka na wakuu wa giza wamesha kuwini. Wanaleta uharibifu mkubwa, wanaingiza roho za uchawi kwa watoto, wanaingiza roho za uharibifu kwa watoto, wanaingiza roho za uasi kwa watoto, wanaingiza kwenye ndoa, kwenye familia, kwenye kanisa. Hawa ni wakuu wa giza kuhakikisha wanavuruga kanisa la Mungu lisiende kokote. Na kuna kipindi nilipokuwa nahubiri kule nyumbani Bukoba, pastor mmoja akaniambia, nikaa narudi nyumbani. Sasa kuna kijana wangu mmoja akawa ananiambia, baba mdogo, nahitaji nipate kijana mmoja ambaye atakuwa afanya naye kazi, anauza duka langu spare za pikipiki. Akaongea na shangazi yake, akamtafutia kijana mmoja wa kiume hivi kwenye kama 15 14 hivi 15 16. Sasa mimi nikapandia Bukoba mjini, yule kijana akaenda kupandia mlima pale. Sasa nilipofika, kama niwekea stia kwake, alipopanda ukana mimi, aliponiona nikaona kama amejaa hofu fulani. Kakaa naye pale, lakini nikaona mtoto yule kijana hana amani, yani kama hana raha mali yote. Akasema shida yake, kimsemesha na anajibu na moja farafanya hivi, shida ni nini? Huyu mtoto shida ni nini? Okay, labda uenda ni mara kwanza pana magari makubwa, au labda sababu hajanizoea, ni mara kwanza kuniona tufahamiani, uenda ndio hali yake. Labda majaro ya ushamba, mimi siwezi kuelewa. Tukaondoka. Sasa tukienda, ni kila mtu kumba anapokea hivi, anashika hivi, yani ana raha yote kabisa yani. Sasa tukafika sehemu karibu na Biharamulo kule, ile gari kama kwa ghafla wakashuhudia chini, wakaangalia nini, wakaangalia kwenda gari fresh. Tukaondoka, tukafika kule maeneo mengine kule, gari kayumba na wakasimama. Kuna nini? Wakaangalia gari, kucheki gari fresh. Tukaja. Sasa tukafika Ubungo, wakati tukashuka Ubungo wakati kabla ya Mbezi. Yule kijana akashuka, tukashuka naye. Alafu ghafla kule kama kapotea hivi. Yuko kijana kasha. Kama kule, wewe vipi? Anambia kama anaangalia bado. Ukija mwana mimi simuelewi, toka safari nzima na Bukoba ni mbali, kumbuka. Bukoba ni mwendo wa siku karibu masaa 24. Sasa kuja na mwana mimi simuelewi kuna shida gani? Kaja naye afika pale nyumbani. Amefika kijana ana raha, yani raha hana. Amebaki kwa nyumbani tangu dakika amekaa tu hivi kijana yule. Mpaka yule kijana wangu akaja kumchukua, akaondoka naye. Yule kijana wangu naye ameokoka vizuri sana, ni mpambanaji mzuri mno. Akamweka, akafika pale nyumbani, akamwona aliyekuwa nayo, baadaye akaa naye pale, akampeleka dukani. Lengo nini? Ni kuonyesha jinsi ambavyo wakuu wa giza kutoa wachawi wanavyokuwa na channel na network ya kichawi ili kuharibu na kuangamia watumishi wa Mungu. Kesho nitakuchambulia zaidi kupande wa level ya 4 ya utendaji wa shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule kijana alipokwenda dukani, anasema sitakaa naomba. Sasa kijana yule kama msomi vizuri, yule kijana vile vile. Sasa anasema siku moja amekuja, ameingia ndani, akashangaa anamkuta dukani yupo kwenye pembe ya fremu ya duka pale. Kaizaga yeye alipomwona akashuka, amekaa kwenye meza kuuza. Akastuka wapi? Hataki kumwona, lakini mshauri mtakatifu kaanza kucheza kwamba hapa kuna ziada. Anasema siku ya pili ameomba kwa nyumbani, anakuja anaamka usiku, anamkuta yuko kwenye pembe pale ya nyumba, amebana kule kama kaka kwenye kigoda kwenye pembe kama pale. Akaona hapa si kawaida. Akaangusha maombi, akashuka pale kuje chini, piga maombi. Sasa ndo akaanza kutapika yote baada ya moto kumkolea. Akanipigia simu usiku,
Nikamwambia inabidi ufunge upande wa nguvu za giza, arudi kwenye ufahamu wake na umwapishe kwa jina la Yesu aseme. Akafunga upande wa nguvu za giza, akapata akili zake, akamwapisha sema. Ndio akaanza kumwaga siri zote. Akaambia, ulipoomba kijana wa kazi, tayari shangazi yangu kwenye radar alishaona, na aliyekuwa anatafuta babako mdogo Urukia Bashasa, maana amekuwa kala moto Bukoba, ameharibu kazi nyingi sana za kwetu. Kwa hiyo ikabidi watoe makafara ya mtu fulani aliungua kiajabu na pikipiki. Ni hiyo story, kumbe ni wao kwa naongeza nguvu. Taka kumaliza mimi. Anasema kwa hiyo mtandao ulipotengenezwa, shangazi yake akaingizwa kwenye line mpaka kupata mimi. Na kweli kwa mchukua ni mbaya yeye alipokuwa. Kaja kwa mtandao ile shangazi yake alimwambia rafiki yake kama mtafutie mtu huyu naye ni miongoni mwa timu ya shangazi. Kwa hiyo tu akamfuata, akajionyesha kwake na mtafuta kijana mimi naye, ikaja connection lengo babako mdogo ndio kwa anatafutwa. Kwa hiyo akasema kwa sababu tulifika kama Biaramuro gari ile shangazi yangu alikuja ili gari ipinduke afe. Waliporusha ile nguvu ya uchawi ile gari kalimeuka, wakasimama. Akasema nilipokuwa baba yako mdogo kwa sababu kumwangalia, akamwambia kwa nini? Akasema nilikuwa namuona kinaangalia macho yake ni ya moto. Na nilipokuwa naongea na mimi anachema tete za moto. Kwa hiyo nilikuwa siwewe hapo kwa sababu ananiunguza hivi, amevuka kama upinde wa moto hivi. Kwa hiyo nilikuwa napata shida na yeye. Akasema walipoona wale shangazi wakasema tukujua nguvu aliyokuwa nayo mtu. Wakaongeza nguvu kwenda karibu na Kahama ili wapindue gari Kayumba, wakasimama. Babako mdogo kwanza ukemea, akana tuma chiche za moto kama zinaniunguza hivi. Kwa hiyo shangazi zangu waliposimama ile eneo la Kahama, gari Kayumba baada kutupa ile nguvu ya uchawi waliokanitupia mimi niweze kulipua ile bomu. Akasema ghafla nikaona watu wamesimama kama watu 6 wanapanga za moto, wakaenda kuanza kuafieka shangazi zangu. Kwanza kuafieka na timu yake wakakimbia, ile gari kasimama. Bomba ile kwa nimepewa likawa na yeye limeondoka. Wale watu wakaanza wamekunja nyuso zao na panga za moto. Wale wakatoweka. Mimi nikabakia na uoga. Akasema tulipofika pale Ubungo, shangazi zangu alikuja tena. Kwa hiyo Mungu akichani sioni. Wakanipa ile nguvu ili nitoweke wanichukue. Wakamwambia ulikoingia kusiko. Kasema ndio wao walikuwa naongea nao, lakini baadaye kaona kama wanajeshi, wakaja wakatia makofi shangazi zangu. Wale wakatia makofi akakimbia, wao wanashika mkono kabisa kwa babako mdogo hapo. Ndio anapokuwa mizigo sina habari. Kasema ndio tukaja hapa lengo na nia anayetafutwa babako mdogo kuangamizwa. Kwa nini akamwangamiza? Akasema amekuwa kala moto, ni msumbufu, ameharibu kazi nyingi Bukoba, anahubiri injili mara kwa mara, sasa tukatumuondoe ili kuondoa hii buguza. Kwa hiyo nimetuma kwa mission maalum kumuondoa babako mdogo. Na akatoa safari ile mtu aliyeungua ambaye ilikuwa niunguzwe mimi nikakoswa ile eneo, ile mtu akaungua na pikipiki akaungua kiajabu, ikawa ni story. Nilikuwa nimetegwa mimi nikashindikana. Kwa hiyo kaona jinsi ambavyo wachawi, tutaangalia vizuri kesho, wanavyojaribu kazi ya Mungu kwa kuumiza watumishi wa Mungu na kuleta uharibifu. Naomba tusimame. Naomba tusimame. Naomba tusimame. Naomba tusimame. Tutaenda kuomba. Asante mtavili watu kizima ni sawa tu.